Na karibu kwenye Kinagaubaga. Jina langu ni Rashid Chilumba. Wiki moja iliyopita, Humphrey Polepole, kada mwandamizi wa chama tawala nchini Tanzania na aliyewahi kuwa balozi wa taifa hilo nchini Malawi na baadaye Cuba, alivamiwa na kisha kutoweka katika kile familia yake imesema ni kisa cha kutekwa nyara na watu wasiojulikana kutoka kwenye nyumba alimokuwa akiishi mjini Dar es Salaam. Mashirika kadhaa ya haki za binadamu, wanaharakati, wanasiasa na raia wa kawaida wamepaza sauti kulaani tukio hilo na kutaka Polepole, ambaye miezi hivi karibuni aligeuka kwa mkosoaji wa serikali ya sasa nchini Tanzania, aachiwe haraka. Tukio hilo ni mfululizo wa visa vingine vingi vya wakosoaji wa serikali ya Tanzania kuchukuliwa kwa mabavu na kundi la watu wasiofahamika. Kwenye Kinagaubaga leo nimemkaribisha Godfrey Polepole, mdogo wa kiume wa Humphrey Polepole. Je, jitihada za kumpata ndugu yao zimefikia wapi? Godfrey Polepole, karibu sana kwenye Kinagaubaga. Asante sana na kushukuru sana. Godfrey, wiki nzima imepita tangu familia mlipotoa taarifa ya kuchukuliwa kwa nguvu kwa Humphrey Polepole aliyepata kuwa balozi na kiongozi nchini Tanzania na kile mlichosema watu wasiojulikana. Hadi sasa mna taarifa gani kuhusu kaka yako? Actually mpaka sasa tangu tulipotoa taarifa kwenye jeshi la polisi hatujapata mrejesho wowote zaidi ya wakili wetu Peter Kibatala kufikisha shauri hili katika mahakama kuu. Kwa hiyo hadi sasa hamjui mahala aliko na wala vyombo vya ulinzi na usalama havijawaambia chochote kuhusu uwezekano kama wanajua mahala alipo ama nani aliyemchukua? Mpaka sasa vyombo vya ulinzi na usalama havijatupatia mrejesho wowote wa kuweza kutufahamisha ndugu yetu balozi Polepole yuko wapi. Bila shaka mnazungumza na watu. Polepole hakuwa kiongozi wa kada ya chini, alikuwa kiongozi mkubwa nchini Tanzania wakati fulani. Hakuna hata fununu mnazosikia pengine alichukuliwa na nani na yuko wapi? Kwa kweli hatujapata kuambiwa chochote. Lakini kwa zaidi sana ambacho ninaweza nikasema, kwa sababu wakili wetu wa familia Peter Kibatala tayari ameliweka mezani kwake. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Mungu wa mbinguni litakaa sawa na litakwenda vizuri. Kwa maana gani? Fafanua kidogo. Kwa sababu tayari wakili msomi analo mezani kwake, kwa hiyo ninaamini kabisa ataliweka sawa. Actually kulifafanua sana nitashindwa kwa sababu tayari liko kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu kwa maelezo ya wakili wenu bwana Godfrey, yeye ameiomba mahakama kuvilazimisha vyombo vya ulinzi na usalama kumfikisha ama mbele ya vyombo vya sheria ama kumwachia Humphrey Polepole. Shauri hili linamaanisha pengine wakili anaamini Polepole yuko kwenye mikono ya vyombo vya ulinzi na usalama. Ndivyo mnavyoamini ninyi familia? Sasa hilo ni la wakili, alafu tayari liko kwenye mikono ya sheria, kwa hiyo siwezi nikalizungumzia ndugu Chilumba. Katika maelezo ya awali kabisa mliyetoa, mlisema amechukuliwa na watu wasiojulikana. Bado mnaamini hivi hadi sasa? Kwa sababu bado hatujapewa ufafanuzi na tulipolifikisha kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kama jeshi la polisi, tukawasihi waweze kutusaidia kuweza kujua ndugu yetu yuko wapi, na tukawaachia na tukiamini kwamba jeshi la polisi ndio jeshi pekee ambalo linalinda raia pamoja na mali zao, na imani yetu kubwa imeendelea kubaki kwa jeshi la polisi, na ndio maana ikawa kimbilio letu kubwa na la kwanza kufika hapo na kuweza kulia shida yetu ya kusema ndugu yetu amevamiwa na kuvunjiwa nyumba na pengine kuumizwa sana, kwa sababu kama nilivyoeleza awali, siku ile ya kwanza tulikuta damu nyingi zimemwagika ndani ya nyumba. Kwa hiyo ilionyesha kwamba watu hao waliomchukua walimuumiza sana. Kwa hiyo sisi tunaamini na tunaendelea kuamini kwamba jeshi la polisi watatuletea taarifa ya haraka ya kuweza kujua ndugu yetu yuko wapi, ndugu balozi Polepole.
Tangu taarifa za kutoweka kwake mlipozitoa, kumekuwa na swali linalohoji lini Humphrey Polepole alirejea nchini. Hata vyombo vya usalama nchini Tanzania vilitilia mashaka iwapo kweli alikuwa nchini Tanzania ama la. Alirejea lini nyumbani? Sasa ndugu balozi yeye mwenyewe katika clip zake ambazo alikuwa akiongea amekuwa akisema yupo nchini, lakini sisi kama familia tuliweza kufahamu kwamba yupo wiki za mwanzoni za mwezi wa 9, lakini zaidi sana hata sisi tumeendelea kuona katika clip zake mtandaoni akisema kwamba yupo nchini. Ni hivyo tu ndugu Chilumba. Mara ya mwisho ulizungumza lini na kaka yako? Ni siku moja kabla ya tukio lile kutokea. Mlionana ana kwa ana? Hapana, tulizungumza kwa njia ya simu. Lakini ulikuwa unafahamu anaishi wapi? Actually kwa sababu mimi pia nilikuwa nimetingwa sana na kazi mbalimbali, kwa hiyo hata sikufanikiwa kuonana naye, na mpaka mara ya mwisho tukio linatokea sikuwa nimefahamu hasa ni wapi alikuwa akiishi. Ndio, kwa sababu nilikuwa mbali kidogo na mazingira ya nyumbani. Na taarifa za wapi alikuwa akiishi na kwamba amechukuliwa kwa nguvu, ninyi familia mlizipata wapi? Nilizipata kutoka kwa yule mpangishaji wake ambaye alikuwa amepanga nyumba hapo anapokuwa anaishi. Humphrey Polepole kama nilivyosema alikuwa kiongozi wa ngazi ya juu wakati fulani ndani ya serikali ya Tanzania. Mmepokea salamu zozote za pole ama kuonesha kuguswa na mkasa uliowakuta kutoka kwa viongozi wa serikali, pengine na Chama cha Mapinduzi ambacho hadi dakika ya mwisho Polepole alikuwa anasema bado ni mwanachama wake? Kama familia tumepokea salamu kutoka kwa ndugu, jamaa pamoja na majirani. Hizo ndio salamu nyingi ambazo tumeendelea kuzipata. Tumeendelea kupokea salamu nyingi za huzuni, na watu wanapata taharuki kubwa ya kutuuliza, lakini zaidi ya hapo hatujapokea salamu kutoka kwa mtu specific. Hapana. Wewe binafsi pengine na familia, mnadhani nani anahusika na kutoweka kwa ndugu yenu? Mpaka dakika hii ndugu Chilumba, mimi nikuambie tunashindwa kuweza kusema nani anahusika na jambo hili, kwa sababu tumeshakwisha kuliripoti na mwanasheria wa familia amelifikisha sehemu husika. Kwa hiyo sisi kama familia hatuwezi kuhisia ama kumnyoshea mtu kidole na kusema ni fulani anahusika. Ambalo linaheshimika barani Afrika linaitwa Africa Report lilichapisha hivi karibuni ripoti inayodai kuwa vyanzo kadhaa vya usalama na vingine ambavyo ilivihoji vilidai kuwa Humphrey Polepole aliaga dunia muda mfupi baada ya kutekwa kutokana na majeraha. Umeiona ripoti hiyo na uliipokea vipi? Tumeiona ripoti hiyo mtandaoni kama ilivyooneshwa na kama ulivyoiona pia mtandaoni, lakini sisi kama familia tunasubiri mamlaka husika ziweze kutupatia jibu rasmi. Na mnaridhishwa na ushirikiano mnaopewa na vyombo vya usalama kwenye kumtafuta Humphrey Polepole? Leo ni siku ya karibia ya 7 na hatujapata mrejesho wowote kutoka jeshi la polisi. Kwa hiyo tunaweka imani kwamba pengine watarudi kwetu ndani ya siku hizi 7 au zaidi, lakini tunaamini bado pengine watarudi kwetu kutuambia jambo fulani. Unaamini utamuona tena kaka yako akiwa hai na salama, Godfrey? Sisi kama familia sisi ni waamini wa Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunayo imani kubwa kabisa kwamba ndugu yetu Humphrey Polepole atarudi nyumbani, atarudi katika familia akiwa hai kwa msaada wa Kristo Yesu. Godfrey Polepole, mdogo wa balozi wa zamani nchini Tanzania Humphrey Polepole, shukran sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagoba. Asante sana ndugu Chilumba, barikiwe.